Moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakipelekea madhara makubwa sana kwa viongozi wakubwa wa kidunia ni pamoja na kupuuza taarifa ambazo wanazipata pengine kutoka kwa watu ambao sio wale wanaowaamini sana. Na mara nyingi wamekuwa wakiwaamini sana watu ambao wapo katika mzunguko wao wa maisha wa kila siku, kwa maana ya aidha ni kuwaamini sana viongozi wao ambao wamewapa katika idara za usalama, labda kuwaamini sana majasusi pamoja na mambo mengine. Lakini wamekuwa wakipuuza sana swala la baadhi ya watu, hasa wanaharakati, lakini watu ambao wanafuatilia mambo ya siasa wamekuwa wakiwapuuza sana pindi wanapotoa taarifa zinazohusiana na hatari ambao labda wanaiona ikiwa mbele ya viongozi wakuu. Tunalitazama hili tukichukulia mfano mzuri sana kwa Iran. Wakati wa wiki hii, tunaelekea mwishoni mwa wiki hii, katikati mwa wiki hii, kulikuwa kuna taarifa nyingi ambazo pia nafikiri Yuhoma tuliripoti kuhusiana na dalili za kwamba Iran inaweza ikashambuliwa, na inaweza ikashambuliwa katika mashambulizi ambayo yanaweza yakawa ni ya kushtukiza, lakini yanaweza yakawa yana madhara makubwa. Na pamoja na mambo mengine, tuliona viongozi wakubwa wa Iran akiongozwa na Ayatollah Ali Khamenei ambaye kwa sasa ni marehemu, waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi, rais wa taifa hilo Masoud Pezeshkian, pamoja na viongozi kutoka ile IRGC walikuwa si watu ambao wanaonesha kushtushwa na taarifa zilizokuwa zinasambaa zikionyesha kwamba yanaweza yakatokea mashambulizi makubwa sana katika taifa hilo la Iran. Sasa ili kuthibitisha kwamba viongozi wengi kama wataendelea kupuuza, wanaye nguvu kubwa katika masuala mbalimbali ya kisiasa, basi wanaweza wakajikuta viongozi wote wanapukutika, na watapukutika kwa sababu ya kupuuza maoni au kupuuza taarifa ambazo zinatolewa. Of course intelligentsia inaweza kuwa kweli inafanya kazi, lakini raia wengine wa kawaida, kwa sababu taarifa zozote huwa zinaanza kwenye level yani kwenye ground kabisa, kwenye level ya familia, na baada ya hapo zinafika kwenye ngazi za juu zaidi. Sasa siku moja kabla ya mashambulizi ya Marekani katika taifa la Iran, mashambulizi ambayo yameshirikisha Marekani pamoja na Israel na walikuwa wanaishambulia Iran, moja ya wanaharakati wakubwa sana kutoka pale nchini Iran ambaye kwa sasa anaishi uhamishoni, anayefahamika kama Reza Pahlavi, aliweza kutoa taarifa ambayo kama serikali ya Iran ingeichukulia umaanani wake, basi pengine hata kiongozi wao Ayatollah Ali Khamenei asingeweza kufariki dunia. Ijapokuwa Ali Khamenei alishazungumza kwamba hakuna sababu za yeye kujificha, ajifiche wakati raia wengine wa Iran wanaendelea kufa. Sasa hii pengine kama viongozi wa Iran wangeweza kuichukulia katika usiliazi wake taarifa ya Reza Pahlavi, labda tusingekuwa tunazungumza kile ambacho kimetokea pale Iran. Naomba nisome ambacho alikizungumza Reza Pahlavi, na aliongea kupitia katika mitandao ya kijamii na alichapisha kupitia pia katika ukurasa wake wa X akisema hivi: wananchi wenzangu wapendwa, nyakati za maamuzi makubwa ziko mbele yetu. Msaada ambao rais wa Marekani alikuwa ameahidi kwa watu jasiri wa Irani sasa umefika. Huu ni uingiliaji wa kibinadamu na lengo lake ni Jamhuri ya Kiislamu, vyombo vyake vya ukandamizaji na mashine yake ya mauaji, si nchi wala taifa kuu la Iran. Hata hivyo, licha ya kuwasili kwa msaada huu, ushindi wa mwisho utapatikana kupitia sisi wenyewe. Ni sisi watu wa Iran tutakaokamilisha jukumu hili katika pambano hili la mwisho. Wakati wa kurejea mitaani umekaribia. Sasa kwa kuwa Jamhuri ya Kiislamu inaporomoka, ujumbe wangu kwa jeshi, vyombo vya utekelezaji wa sheria na vikosi vya usalama ni wazi. Mmeapa kuilinda Iran na taifa la Iran, si Jamhuri ya Kiislamu na viongozi wake. Wajibu wenu ni kuwalinda wananchi, si kulinda utawala ulioshikilia taifa letu mateka kwa ukandamizaji pamoja na uhalifu. Jiungeni na taifa na saidieni kuhakikisha mpito wa utulivu na usalama. Vinginevyo mtazamishwa pamoja na jahazi la Khamenei na utawala wake ambao unaporomoka. Na ujumbe wangu kwa rais wa Marekani, Rais Trump, ni huu: watu wa Irani, licha ya ukandamizaji na mauaji ya kikatili yaliyofanywa na utawala huu, walisimama kwa ujasiri kwa karibu miezi miwili.
Sasa ninawaomba mtumie tahadhari ya juu kabisa kulinda maisha ya raia na wananchi wenzangu. Watu wa Irani ni washirika wenu wa asili na washirika wa ulimwengu huru, na hawatasahau msaada wenu katika kipindi kigumu zaidi cha historia ya kisasa ya Irani. Na kwenu ninyi wananchi wenzangu wapendwa ndani ya Irani, katika saa na siku hizi nyeti zaidi ya wakati mwingine wowote, lazima tubaki tukizingatia lengo letu kuu, kuirejesha Irani mikononi mwa watu wake. Kwa sasa ninawasihi mbaki majumbani mwenu, mtulie na muhakikishe usalama wenu. Kaeni macho na tayari kurejea mitaani kwa hatua za mwisho katika wakati mwafaka ambao nitawasiliana nanyi. Fateni ujumbe wangu kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya satellite. Ikiwa kutatokea hitilafu za internet au matangazo ya satellite, nitaendelea kuwasiliana nanyi kupitia njia ya redio. Tupo karibu sana na ushindi wa mwisho, na tumaini kuwa pamoja nanyi hivi karibuni, ili kwa pamoja tuirejeshe Irani na kuijenga upya, akasema iishi milele Iran, Reza Pahlavi. Ndio maana mtakumbuka niliwaambia nikasema kama viongozi hawa wakubwa wangekuwa wana kawaida ya kusikiliza yale ambayo yanazungumzwa na watu ambao pengine hawataki kuona machoni pao, labda yasingekuwa yanatokea madhira ambayo yanatokea kama hivi ambavyo tunazungumza. Muda mfupi baada ya tamko la Reza Pahlavi, yalianza mashambulizi makubwa sana katika taifa la Iran. Na baada ya mashambulizi yale kutokea, kabla hata dunia haijatangaziwa kwamba Ali Khamenei, Ayatollah huyu au kiongozi mkuu wa Iran, amefariki dunia au ameuawa kutokana na mashambulizi hayo, Reza tena aliandika kwenye ukurasa wake wa X akasema, naomba kumnukuu: wananchi wenzangu wapendwa, Ali Khamenei, dikteta mwenye kiu ya damu wa zama zetu, muuaji wa maelfu ya wana na mabinti jasiri wa Iran, ameondolewa katika uso wa kihistoria. Kwa kifo chake, Jamhuri ya Kiislamu kivitendo imefikia mwisho wake, na karibuni sana itatupa katika jalala la historia. Jaribio lolote la mabaki ya utawala huu kumteua mrithi wa Khamenei limehukumiwa kushindwa tangu mwanzo. Yeyote watakayemweka katika nafasi yake hata kuwa na uhalali wala maisha marefu kisiasa, na bila shaka atahesabiwa kuwa mshirika katika uhalifu wa utawala huu. Kwa wanajeshi, vyombo vya utekelezaji wa sheria na vikosi vya usalama, juhudi yoyote ya kuokoa utawala unaoporomoka haitafanikiwa. Hii ndiyo fursa yenu ya mwisho kujiunga na taifa, kusaidia kuhakikisha mpito thabiti wa Irani kuelekea mustakabali huru na wenye ustawi, na kushiriki katika kujenga mustakabali huo. Kifo cha mhalifu Khamenei, ingawa hakilipizi damu iliyomwagika, kinaweza kuwa faraja kwa mioyo iliyojeruhiwa ya baba na mama wanaoomboleza, wake na waume, wana na mabinti, pamoja na familia za wale waliotoa maisha yao katika mapinduzi ya kitaifa ya Simba na Jua ya Irani. Wananchi wa Irani waheshimiwa na majasiri, huenda huu ukawa mwanzo wa shangwe yetu kuu ya kitaifa, lakini si mwisho wa safari. Endeleeni kuwa macho na kujiandaa. Wakati wa uwepo mpana na wa maamuzi mitaani unakaribia sana. Kwa pamoja tukiwa wamoja na thabiti, tutaleta ushindi wa mwisho na kusherekea uhuru wa Irani kote katika ardhi yetu pendwa, akaandika. Iishi milele Iran, Reza Pahlavi. Alizungumza maneno hayo, zilikuwa bado taarifa za kwamba Ali Khamenei ameuawa. Yeye alikuwa tayari ameshatuma ujumbe huo. Leo tunapozungumza tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026, Reza Pahlavi tena ameandika maneno haya: Ali Khamenei, Zahak wa zama zetu, yule pepo ambaye wiki chache zilizopita alitoa amri ya mauaji ya maelfu ya wana na mabinti bora wa Irani, ameondoka. Kwa kifo chake cha aibu pamoja na cha walioteuliwa na washirika wake wengi, Jamhuri ya Kiislamu inavuta pumzi zake za mwisho. Kwa mapenzi yenu na ujasiri wenu, karibuni itatupa katika jalala la historia. Taifa kuu la Irani linataka kuanguka kamili kwa Jamhuri ya Kiislamu, na tutaiangusha dola hii ya kishetani. Ujumbe wangu kwa maafisa waliosalia wa jamhuri hii ya hofu ni huu: jisalimisheni kwa taifa la Irani. Tangazeni utiifu wenu kwa mpango wangu wa mfumo wetu wa mpito, na kabidhini mamlaka bila umwagaji mwingine wa damu. Jaribio lolote la mabaki ya utawala huu kumteua mrithi wa Khamenei limekwisha kuhukumiwa kushindwa kabla hata alijaanza. Yeyote atakayepandikizwa katika nafasi yake hata kuwa na uhalali na atahesabiwa kuwa mshirika katika uhalifu wa utawala huu.
Kwa wanajeshi, vyombo vya utekelezaji wa sheria na vikosi vya usalama, ninasema silaha zenu zinapaswa kutumika kulinda taifa kuu la Iran, sio kulinda jamhuri ya uhalifu, ubabe na wahalifu wanaoipinga Iran. Jiungeni na watu wa Irani na mapinduzi ya Simba pamoja na Jua. Tumieni silaha zenu kuwalinda Wairani dhidi ya mamluki wa Jamhuri ya Kiislamu ili jinamizi hili lililodumu miaka 47 liishe kwa haraka zaidi. Kifo cha mhalifu Khamenei, ingawa hakikurudisha damu iliyomwagika, kinaweza kutuliza mioyo iliyojeruhiwa ya baba na mama ambao wanaomboleza wake, waume, dada na kaka, na kuleta faraja kiasi katika familia za mashujaa wa mapinduzi, wananchi wa Irani na waheshimiwa majasiri. Kifo cha dikteta wa zama zetu, ingawa kinaashiria mwanzo wa shangwe kubwa kitaifa, si mwisho wa safari. Jiandaeni wakati wa uwepo mpana wa maamuzi mitaani ambao umekaribia. Ninawasihi, huku mkidumisha usalama wenu, muoneshe kuridhika na uungwaji mkono wenu kwa kuangamiza kwa Jamhuri ya Kiislamu kupitia kauli za pamoja za usiku na kupaza sauti kudai mustakabali wa Iran. Nguvu yangu hutokana na nguvu yenu na uungwaji mkono wenu. Ninawaomba Wairani mliopo nje ya nchi, ambao kwa wiki kadhaa mmefanya kazi bila kuchoka kama sauti yenye nguvu ya ndugu zenu waliomo ndani ya Iran, kuongeza juhudi zenu maradufu. Ifanyeni dunia isikie uungwaji mkono wa watu wa Irani kwa uingiliaji huu wa kibinadamu na madai yetu ya kuanguka kamili kwa utawala huu. Siku nyeti ziko mbele yetu. Kwa pamoja tutatembea njia ya ushindi na tutaiangusha Jamhuri ya Kiislamu. Ishi milele Iran. Reza Pahlavi ameandika tena maneno hayo. Narudia tena, kama viongozi wakuu wangekuwa wana kawaida ya kusikiliza mambo haya yanayozungumzwa na viongozi ambao pengine hawapendi kuwasikia au kuwaona katika macho yao, labda leo tusingekuwa tunazungumza yale ambayo yanatokea. Reza Pahlavi tumfahamu ni nani? Kwa nini anatoa matamshi haya katikati ya watu wakiwa wana majonzi mazito ya kuondokewa na kiongozi wao mkuu? Siku 40 zimetangazwa za kuomboleza kifo cha Ali Ayatollah Khamenei. Huyu bwana Reza Pahlavi, akizaliwa Oktoba 31, 1960 mjini Tehran, mtoto wa kwanza wa Mohammad Reza Shah Pahlavi, Shah wa mwisho wa Iran, na Malkia Farah Pahlavi, alitangazwa rasmi kuwa mrithi wa kiti cha enzi, Crown Prince, wakati wa utawala wa baba yake. Na mtakumbuka katika historia, mfalme wa mwisho ambaye alitawala Irani ni huyu bwana Mohammad Reza Shah Pahlavi, ambaye huyu ndio aliyekuwa wa mwisho kabisa kabla ya mapinduzi hayajafanyika. Na yeye Crown Prince huyu Reza Shah, huyu Reza Pahlavi ambaye leo anatoa matamshi haya, ndiye aliyekuwa anatakiwa kuwa mfalme katika taifa hilo la Iran. Katika kipindi chake, utawala wake wa baba yake ulimalizika mwaka 1979 baada ya mapinduzi ya Kiislamu ambayo yaliongozwa na Ruhollah Khomeini, yaliyosababisha kuundwa kwa Islamic Republic of Iran. Familia ya kifalme ililazimika kuondoka katika taifa hilo, na tangu wakati huo Reza Pahlavi ameishi uhamishoni na amekuwa akiishi nchini Marekani. Na ndio maana mnaona anatoa matamshi mazito sana ambayo pengine kwa mtu mwingine wa kawaida asingeweza kuyatoa, lakini anayatoa kutokana na machungu aliyokuwa nayo, kuondolewa kwa baba yake, kunyimwa nafasi yeye kama Crown Prince wa Iran, na mwisho wa siku akaendelea kuishi uhamishoni. Baada ya kuondoka Iran, Reza Pahlavi alisoma nchini Marekani na baadaye akaanza kujitokeza kama sauti ya upinzani dhidi ya utawala wa Jamhuri ya Kiislamu. Tofauti na baadhi ya wafuasi wa kifalme ambao wanataka kurejeshwa kwa mfumo wa kifalme, Reza Pahlavi amekuwa akisisitiza hadharani kuwa hataki kujitangaza kama mfalme. Anataka wananchi wa Iran waamue mfumo wa utawala kupitia kura ya maoni huru. Na huyu bwana Reza amekuwa akieleza mara kwa mara kuwa lengo lake ni kuondoa mfumo wa ambao upo unaofahamika kama theokrasia, ambao unatawaliwa na viongozi wa kidini, lakini anataka kuweka mfumo wa kidemokrasia unaoheshimu haki za binadamu. Anataka kutenganisha dini pamoja na dola. Anataka kuweka misingi ya utawala wa sheria na uhuru wa vyombo vya habari. Huyu ni bwana Reza Pahlavi. Lakini Reza Pahlavi amekuwa mkosoaji mkuu wa uongozi wa juu wa Iran, hasa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ali Khamenei. Katika hotuba na matamko yake, mara nyingi ameishutumu serikali kwa ukandamizaji, hasa katika maandamano ya wananchi, ukiukwaji wa haki za binadamu,
matumizi ya nguvu dhidi ya wanawake na vijana, kuzuia uhuru wa kisiasa na vyombo vya habari, kutumia rasilimali za taifa kwa malengo ya kijeshi na kisiasa badala ya ustawi wa wananchi. Ameunga mkono hadharani maandamano ambayo yalitokea miaka hivi karibuni, na hasa yale ambayo yalikuwa yanahusiana na haki za wanawake, uhuru wa kijamii, akisisitiza kuwa harakati hizo ni dalili za mabadiliko ya kihistoria ambayo yanakuja. Moja ya misimamo yake yenye mjadala mkubwa ni wito wake kwa wanajeshi na vyombo vya usalama kuacha kuiunga mkono serikali ya sasa na badala yake kuiunga mkono wananchi, akisema kwamba jeshi linapaswa kulinda taifa na sio kulinda mfumo wa kisiasa. Hata hivyo, wakosoaji wengi wanasema kauli kama hizo zinaweza zikaongeza mvutano wa kisiasa na hata kuhatarisha ule uimara wa taifa hilo la Iran. Reza Pahlavi amekuwa na mawasiliano ya wazi na viongozi wa nchi za Magharibi, hasa Marekani na baadhi ya mataifa ya Ulaya. Anaamini kuwa jumuiya ya kimataifa inapaswa kuunga mkono harakati za kidemokrasia nchini Iran. Wafuasi wake wanaona hili kama juhudi za kimkakati za kutafuta uungwaji mkono wa kimataifa. Wakosoaji wake hasa ndani ya Iran wamekuwa kimtuhumu kwa kutegemea nguvu za kigeni au kuhakikishiwa maslahi akiwa nje ya nchi. Sasa swali hapa ambalo linabaki, Bwana Reza anataka kurejesha utawala wa kifalme? Majibu ni hapana. Yeye amesema hataki utawala wa kiteokrasia, anataka utawala wa kidemokrasia ambao ndio utakaolisaidia taifa hilo la Iran kwanza kutumia rasilimali za Iran kwa manufaa ya Iran, sio kwa manufaa ya kisiasa pamoja na kijeshi. Sasa ndani ya Iran jina lake limekuwa likitajwa sana, hasa katika maandamano, lakini pia Wairani wengi ambao hawamuungi mkono, wale ambao wanasema wanakumbuka ule mtazamo hasi wa baba yake Mohamed, wamekuwa wakikosolewa kwa sababu alikuwa ni moja kati ya watu ambao wanatajwa kuwa alikuwa ni dikteta sana. Sasa Reza inawezekana anazungumza haya kwa sababu analo lengo la kulipiza kisasi baada ya kifo cha babake, lakini pia yeye kunyang'anywa mamlaka aliyokuwa amepewa, na badala yake mwisho wa siku akajikuta ule utawala wa kifalme umeondolewa kabisa katika taifa hilo la Iran. Reza Pahlavi kwa hivi sasa anaonekana kama sura muhimu sana katika kuhakikisha kwamba wanaitengeneza Irani ambayo haitakuwa Irani inayoongozwa na udini. Kwa hivi sasa tunapozungumza ni kwamba ndani ya Iran kuna gap kubwa sana ambalo limejitokeza. Kuna ombwe kubwa sana ambalo sasa hivi limejitokeza, ombwe la udini ambao sasa hivi umepelekea taifa hilo kujiona lipo katika hali ngumu zaidi. Hata katikati ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan tunaona mashambulizi kama hayo yanatokea. Wengi walikuwa nadhani pengine isingeweza kufanyika katika nyakati kama hizi, lakini imefanyika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ndio mashambulizi ya Marekani yamefanywa. Donald Trump, rais wa Marekani, tayari amekwisha kutoa onyo jingine. Anasema, tumesikia Iran wamesema wanataka kufanya mashambulizi, and of course Iran wanafanya mashambulizi mengi sana kule katika maeneo ambayo yana kambi za Marekani. Lakini Donald Trump amesema ningewasihi wa Iran waache kabisa mpango wao wa kufanya hivyo, kwa sababu mashambulizi ambayo sasa tutayafanya yatakuwa ni mashambulizi mazito na mashambulizi makubwa zaidi ambayo hadhani kama yanaweza yakamwacha kiongozi yoyote wa taifa la Iran katika hali ya usalama. Hatima ya Mashariki ya Kati iko wapi? Unaweza kusema na sisi kwenye comment section hapo chini. Lakini je, viongozi hawa waendelee kuwapuuza wanaharakati hawa, waendelee kuwapuuza watu ambao wana taarifa nyeti, waendelee kusikiliza idara zao za ujasusi na idara za usalama? Unaweza kusema na mimi kwenye comment section hapo chini. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele